Simba Sport Club anashuka dimbani leo hii kumenyana na watani wake wa Young African Yanga FC, na huu ni mchezo mgumu sana kwa kuwahi kutokea hapa barani Afrika. Hii ni dabi ya Kariakoo ambayo imehamia huku visiwani Zanzibar sasa live kabisa, lakini kuelekea mchezo huo kocha amewafurahisha wanasimba baada ya kupanga kikosi ama line up mapema sana, na wanasimba wamefurahia kuona kikosi hichi cha wekundu wa Msimbazi. Sasa je, ni kikosi gani hichi ambacho wanasimba wamekifurahia, lakini pia ni kikosi gani hichi mwalimu Steven Baka ameamua kuanza nacho leo hii dhidi ya watani wake wa jadi Young African? Tunaenda kutazama hapa Tubone Media. Ungana nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini nikukumbushe tu wewe kama mpenda michezo na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, basi hakikisha umebonyeza neno lililoandikwa subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani, na utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zingine za kimichezo kutoka kwetu. Naam, sasa leo tunaenda kutazama mchezo wa kibabe, mchezo wa kihistoria, mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao unawakutanisha mahasimu wawili wa mpira hapa Tanzania. Tunazungumzia Simba na Young African, na hii ni mara nyingi sana wamekutana, lakini kwenye mchezo wa mwisho ambao uliwakutanisha vigogo hawa wawili ni NBC Premier League ambao ulitamatika kwa timu zote mbili kuondoka na alama moja, yani kutoa sare ya magoli 2-2. Ni pale dimba la Meja Jenerali Isamuhyo mchezo huo ambao ulifanyika, lakini mchezo unaofuata sasa ni dabi ya Kariakoo ambayo imehamia kule visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex. Mchezo huu ambao umekuwa na pressure kubwa sana kwa maana timu zote mbili zimeshasajili wachezaji. Ukianza kuangalia klabu ya wekundu wa Msimbazi imeongeza maingizo mapya ambayo yamekuja kuongeza nguvu kwenye kikosi hiki cha wekundu wa Msimbazi, lakini pia vile watani wake wa jadi nao wamefanya hivyo kuingiza maingizo mapya, lakini kubwa kuliko ni tunaenda kutazama kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Bila kupoteza muda, twende tukatazame kikosi hichi cha wekundu wa Msimbazi. Namba 1 ameanza na Djibril Kasal, lakini namba 2 ni mkongwe Shomari Kapombe, na namba 3 ni Nixon Kibabage, na namba 4 ni Toule, na namba 5 ni Lucien Delac. Toule na Lucien Delac wanatengeneza safu ya ulinzi ya Simba Sport Club ambayo ipo nyuma kwa ajili ya kumlinda Djibril Kasal asipate shida golikipa wa wekundu wa Msimbazi. Lakini namba 6 ni Kagoma, na namba 7 ni Geye, na namba 8 ni Jabal ambaye ni ingizo jipya la wekundu wa Msimbazi. Leo hii amepata nafasi ya kuanza kwenye mchezo wenye pressure kubwa sana, mchezo wa simu wawili. Lakini namba 9 ni Dumbia Osman wa wekundu wa Msimbazi ama Osman wa Bongo Dumbia ambaye amepata nafasi ya kuanza, lakini pia ni ingizo jipya la wekundu wa Msimbazi. Lakini namba 10 ni mtu mzima Clatous Chota Chama. Huyu hakuna shida ya kumuelezea, yeye mwenyewe anajieleza. Wanasimba wengi sana wanamfahamu Clatous Chota Chama kwenye maamuzi yake ya kuamua mechi hizi kubwa za dabi ya Kariakoo. Lakini namba 11 ni Innocent Oula. Naam, sasa hichi ndicho kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Tafsiri ya kikosi kipana ni kwamba kuna baadhi ya nyota ambao wamekaa benchi, lakini nao ni hatari, kama vile Elim Panzu bado yupo benchi na akiingia balaa lake tunalifahamu. Sasa hichi ndicho kikosi ambacho kinaenda kuwakilisha wana Simba leo hii. Je, kwa hichi kikosi, Simba Sport Club ataibuka na ushindi? Yote haya tunasubiri dakika 90, lakini kwa matukio ambayo yanazidi kutrendi hapa visiwani Zanzibar, basi ungana na sisi ili kupata matukio haya. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Tukutane kwenye matukio mengine. Bye bye.